Shalom shalom mtu wa Mungu. Shalom shalom, habari ya uzima wako, na tumaini mzima wa afya. Na kama kuna shida yote iko ndani yako, basi Bwana aingilie kati, akupe uzima, akupe afya tele, akupe neema ile isiyo na kifani katika jina la Yesu Kristo. Leo wapendwa, nataka tujifunze jambo moja ambalo ni kuzipokea baraka za Bwana. Katika kuzipokea baraka za Bwana inahitaji roho ya unyenyekevu, inahitaji roho ya mapokezi. Na leo tutasoma Petro wa kwanza mstari wa kwanza, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 na kuendelea. Maandiko yanasema, ahimidiwe Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Mstari unaofuata unasema, tupate na urisi usioharibika, usio na uchafu, usioyayuka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Mstari wa 5 unasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufufuliwa kwa wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro alitupa waraka huu katika kutujenga katika jambo fulani. Alikuwa anatuandaa na kutukumbusha ahadi za Bwana ambazo zimewekwa katika maisha yetu. Ahadi za Bwana zinakuwa ni ahadi zenye uaminifu, na ni ahadi ambazo hazina pingamizi, na ni ahadi ambazo hazina kigeugeu. Lakini tumekuwa ni watu wa kupishana na ahadi za Bwana kutokana na matendo yetu. Tumekuwa ni watu wa kupishana na ahadi za Bwana kwa kuto kuvumilia kwetu. Mpendwa, unategemea muujiza unaupata leo, muujiza unatenda leo, na muujiza unafanyika leo. Kila kitu kwenye maisha kuna jambo linaitwa process. Process ni mfumo ambao unahitaji uijenge imani yako katika jambo fulani. Bwana Yesu kabla hakuja ulimwenguni ilishatabiriwa miaka na miaka. Manabii walitabiri kwamba kuna atakaye kuja Masihi wa ulimwengu huu. Na wapo watu walikuwa wanafunga, wapo watu walikuwa wanaomba kumsubiri Masihi afike katika ulimwengu huu. Kwa hiyo katika somo hilo linamaanisha nini? Kwamba subira ndipo inapoijenga imani ikakamilika ndani ya moyo wako. Leo tumekuwa ni wanadamu ambao tunahitaji maisha ya leo, kupata kwa leo, kila kitu kwa leo. Kumbuka hata katika mfumo wa kawaida unaanza shule inakuwa ina ngazi, inakuwa ina mpangilio, inakuwa ina awamu. Utaanza da kwanza, utaendelea mpaka utafika chuo. Sasa leo hii tumekuwa ni Wakristo au tumekuwa ni wanadamu wa kutengeneza mifumo ambayo tunataka fikra zetu zienande sawasawa na mawazo yetu. Nimekupa neno hili nikiwa na lengo fulani. Huenda kuna mambo yako ulikuwa unaangaikia kwa muda mrefu. Huenda kuna ratiba ambazo uliziweka kichwani kwa muda mrefu, ukasema itafika siku fulani itafanya jambo fulani, ukaikosa ile subira, ambayo subira ni imani. Tunasema subira ni imani. Kwa nini? Mwenye kusubiri lazima Mungu atamfanyia jambo sawasawa na mapenzi yake. Kwa hiyo unakuta umeanza labda ni mradi katika biashara yako, unataka uanze kitu ambacho umejiwekea tumaini lako wewe, kwamba hichi kitu mimi nataka kinivushe sehemu fulani, hichi kitu mimi nataka kinifikishe sehemu fulani. Lakini kwa kukosa ule uvumilivu, kwa kukosa ile subira, kwa kukosa kujenga imani, unapoteza kila kitu kilichopo katika mipangilio yako. Wengi walikuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu sana. Umetafuta kazi ile, umeomba, umehangaika, kwa kila mihangaiko umefanya kila kitu, ulikuwa mnyenyekevu, ulikuwa ni mtu wa kusikiliza watu, ulikuwa ni mtu wa kushauriwa, lakini Mungu akakufungulia kazi ambayo uliipata. Mpendwa, baada ya kupata ile kazi umeshasahau ulikuwa unitafuta ile kazi kwa muda gani, ulishasahau ulikuwa unakitafuta kile kitu kwa muda gani. Umeipata kazi, mtu wa Mungu, unashindwa kuisimamia kazi, unafanya uzembe kazini, unaipoteza ile kazi. Yote inakuwa hujajengwa katika msingi wa kiroho, hujajengwa katika msingi imara, unapoteza tumaini lako. Wengine walikuwa wanayatafuta mahusiano kwa muda mrefu sana. Katika kutafuta yale mahusiano umehangaika, umeomba, kila namna umeifanya, kila process umezifanya, kila mpangilio umeufanya. Mungu akakufungulia mlango wa mbinguni, ukapata mwenza wako, aidha ukapata mke, aidha ukapata mume. Baada ya kuishi kwenye ndoa kuna kitu kinaitwa roho ya mazoea. Roho ya mazoea ilikuja ikatufanya tukapoteza vitu ambavyo tulimlilia Mungu kwa muda mrefu.
Roho ya mazoea imetufanya tumepoteza vitu ambavyo tulikuwa na kiu navyo kwa muda mrefu. Tumevitesekea miaka na miaka, tukavipoteza ndani ya siku moja, tukavipoteza ndani ya siku mbili, tukavipoteza ndani ya siku tatu. Ujumbe wa leo ninakupatia mpendwa, unapoisikia sauti hii, unatakiwa uijenge imani yako, ujenge msingi wako, usimame na kile ambacho ulianza nacho. Wanasema mwanzo wa kitu ndio msingi wa kitu. Msingi bora ndio uzuri wa nyumba. Unapoanza msingi wako, unasimamia msingi wako. Wengi tumekuwa ni kupoteza baraka zetu, wengi tumekuwa ni kupoteza neema zetu, wengi tumekuwa kupoteza matumaini yetu. Nikisema hivyo ninamaanisha tulililia vitu vingi sana. Hapa ni pale ambapo unapozikimbiza zile baraka zako. Wengi Mungu alishatubariki, wengi Mungu alishatusaidia, wengi Mungu alishatupa kila tulichomuomba, lakini kuna kitu kinaitwa roho ya mazoea. Roho ya mazoea inapoingia ndani yako, roho ya mazoea ambayo inaenda shika moyo wako, roho ya mazoea ikikutawala mwilini mwako, kila kitu unakiona ni cha kawaida, na ndipo pale unapoipoteza neema yako. Yamkini katika kutafuta kazi yako ulitafuta, wengine hadi walihonga. Ulitafuta, wengine walikuwa hawalali. Ulitafuta, wengine walikuwa hawafumbi jicho. Mungu wa mbinguni akaifungua kazi yako, ukaipata kazi yako, ukawa ni mtumishi ambaye una kiburi, ni mtumishi ambaye mwenye kujiinua, ni mtumishi katika ofisi yako, aidha umeajiriwa na serikali, aidha ni ofisi yako mwenyewe. Ukawa ni mtumishi ambaye unajipa ukubwa, ukawa ni mtumishi ambaye unajiona umekuwa mkubwa kuliko kila kitu. Ile neema ndipo inaposhuka. Unapoweka makubwa, maandiko yanakwambia kila mwenye kujikuza Mungu humshusha, na kila mwenye kujishusha Mungu humuinua. Kwa hiyo mpendwa, ninakupa somo hili likujenge katika maisha yako. Nakupa somo hili uliondoe roho ya mazoea katika mpangilio wako wa maisha. Asante sana na Mungu akubariki. Kwa mwendelezo wa vipindi hivi tunapatikana katika grupu la WhatsApp kwa namba zifuatazo: 0689306613. Karibu sana, tujumuike pamoja katika kuujenga mwili wa Kristo. Amen.